Kwa saa huu tunakukaribisha kwenye mahojiano maalum ambayo utagusia vitu vingi sana ndani yake. Tukiwa naye hapa Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya amani kwa mkoa huu wa Dar es Salaam na mudir wa madrasa Tadhamun. Mudir ni kiongozi kwa tafsiri. Huyu ni Sheikh Walid Alhad Omar Kawambwa. Takuwa naye hapa na tutafahamu mengi tukiwa naye. Karibu sana Sheikh. Asante sana. Karibu sana Sheikh. Kwa kweli mimi nimefurahia sana ugeni huu bana. Maana mimi nimekuwa mfuatiliaji mkubwa sana na shabiki mkubwa wa Sheikh Walid. Na hasa kwenye mitandao na saha zake kuhusu mambo ya vijana na maisha. Na nimekuwa nikifuatilia sana. Wewe ukiwa ni mmoja wa followers wake. Ndio. Na wafuatiliaji wake. Ndio. Sheikh Walid sasa amekuwa kila kona. Kila kona. Ukipanda kwenye dadala, watu watano kwenye dadala utakuta wanasikiliza nasaha za Sheikh Walid. Kabisa. Lakini yani hii inaonyesha ni kwa namna gani ni mbora katika uzungumzaji na msimuliaji wa vitu tofauti tofauti. Karibu sana Sheikh. Asante sana. Nashukuru. Mpaka kukalia kiti cha Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam. Kuna safari ndefu ambayo umetembea. Kabisa. Tulianzia wapi? Kwanza nawashukuru kwa kunipa nafasi hii. Baada ya kumshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala alotuamsha salama na akatuwafikisha kukutana tena. Kwa hiyo shukrani zangu za dhati kwenu na uongozi mzima wa Azam TV. Nikiingia katika jawabu la swali, kweli niko mbali ukitizama na kule nilipotoka. Safari hii ilianza nadhani mara tu baada ya kuzaliwa. Kwa uoni wangu nadhani nilianzishiwa safari hii au mwendo huu kutokana na wale walionizaa, babangu na mama. Nakumbuka hata Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kila mtu akizaliwa anakuja katika umbile timilifu au mwelekeo mwenye ameuita fitra. Yani Mungu amemuumba mtu kisha amemwacha kamili. Sasa wale watakaomzaa na kumpokea ulimwenguni, wale wanamwanzishia njia nyingine. Sasa alhamdulillah, mimi baba yangu na mama yangu nadhani ndio walionianzishia safari hii. Leo nimekalia kiti naitwa Sheikh wa mkoa au mwenyekiti wa kamati ya amani. Wao nilikutana na maisha haya nyumbani. Baba akiwa ni Sheikh. Baba yangu alikuwa ni Sheikh mkubwa sana, Mungu amrahamu. Amin. Mkubwa sana sana. Lakini pia mama yangu yeye yuko hai alhamdulillah mpaka sasa. Yeye mimi nazaliwa nimekuta jina lake anaitwa Bi Mwalimu au Mama Mwalimu. Si kwamba alikuwa na mtoto anaitwa Mwalimu. Lakini nimemkuta ndio kazi yake akifundisha pale nyumbani. Kwa hiyo hawa ndio walinichongea barabara hii na dira hii ilianzia. Na huyu ni wewe ukiwa kijana? Naam, pale ni mimi. Alhamdulillah. Kwa ualimu wake na elimu yake Sheikh Omar Alhad Omar. Alhad Omar. Karama zake, makarama ambayo alikuwa nayo yamekuongoza vipi hasa mpaka kufika katika nafasi ambayo umefika? Kwanza Mwenyezi Mungu amlipe kila la kheri. Amin. Kwa sababu ameifanya kazi kubwa. Kama nilivyosema, nimeamka nimemkuta kaniwashia tochi. Au amenishika mkono twende huku. Kwa sababu nimeamka, nimezaliwa nimemkuta yeye kazungukwa na watu, vijana, watu wazima, watoto wake kwa waume, akiwa na maelekezo kwao tuendeni wapi, tutoke wapi, kuhusiana na mambo ya dini. Kwa hiyo karama zake na uongozi wake ilibidi mimi moja kwa moja tunipende kukopi maisha yale. Kwamba mimi siku moja niwe mwalimu. Naam. Na ukaanza vipi sasa safari ya elimu ya dini? Kwanza nimeianzia pale pale nyumbani kwa kusomeshwa nao. Nikuta mfano mamangu alikuwa na programu hasa ya kunisomesha mimi. Kama unavyojulikana sisi lazima tuanze kusoma Qur'ani. Alafu tuna masomo kama vile tauhidi,
fiqhi, lakini kitu kilikuwa kinapewa kipaumbele sana sira, yani maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na maisha ya watu wema. Na hili ndio jambo kubwa lilonivuta mimi, kwa sababu nimezaliwa nimekuta kila siku pale nyumbani Mtume kazaliwa tarehe fulani, ujana wake ulikuwaje, utoto wake ulikuwaje, maisha yake namna alikuwa anakwenda. Kwa hiyo nilivutika kutaka kumjua zaidi huyu mtu. Kwa hiyo hapa ndipo nilipopata chachu ya kwamba mimi leo niwe hivi. Okay. Nilisomeshwa maisha ya mitume, hususan Mtume Muhammad na maisha ya watu wema tangu zamani. Kila nikitembea na waona wale watu. Kwa hiyo nimeanza. Na ukiwa mtoto uliwahi kutamani kuwa mwanazuoni wa dini ya Kiislamu? Okay, kama nilivyosema, kwa sababu nilitamani niwe kama alivyokuwa babangu. Okay. Na yeye ni mmoja katika wanachuoni. Kwa hiyo nilitamani kwamba na mimi siku moja niwe mwanachuoni. Na niwaambie ukweli, hata wakati nasoma primary nilikuwa nikitoka nyumbani, katika begi yangu ya shule ina vitabu na madaftari ya shule, lakini mle na vitabu na madaftari ya masomo yangu ya dini. Kwa hiyo nilitamani kuanzia, nilikuwa mwalimu akitoka wa vipindi vya kawaida, hesabu, Kiswahili, historia, kile kipindi ambacho watoto wenzangu wao wanapata fursa kidogo ya kuongea na kufanya fujo, mimi wakati ule na mimi nafungua vitabu vyangu vya nyumbani vya dini. Nakumbuka hata wenzangu fika kipindi wakiwa kiniogopa, huyu vipi, unajua utoto zamani, au mganga wa kienyeji, kwa sababu nina maandishi kutoka kulia kwenda kushoto, lakini na vitabu kutoka kushoto na nilikuwa sichezi. Haikukupa shida katika masuala ya kijamii, labda kuchangamana na hasa ulivyokuwa sasa kijana mkubwa, tuseme miaka 19 20 hapo, kijana anayekaribia kuoa, lazima kidogo uwe unachangamana na watu na ilinipa shida sana kwa sababu watoto walikuwa wanakiona kitu gani na mimi naona kitu kingine tofauti. Sasa na ukichukua ule wingi wao na uchache wangu mimi, ilikuwa kama natengwa au najitenga fulani hivi. Na wengine wako kiniogopa, sasa mganga kienyeji. Kweli nipa shida. Nakumbuka hata safari yangu sasa, kwa sababu nilisoma hapa, mzee alinisomesha kama nilivyosema, mamangu alinisomesha sana. Kisha mzee akaanza kunipeleka kwa mashehe wa hapa mjini Dar es Salaam. Mfano kama vile Sheikh Abdurrahman Shamte, kulikuwa mmoja na yeye aliwahi kuchukua nafasi ya Sheikh wa mkoa, Sheikh Abdurrahman Shamte, lakini kina Sheikh Ahmed Haidar, wakina Sheikh Mahmud alinipeleka huko. Baadaye wale wakamshauri mzee, akamwambia huyu mtoe. Ndio nikapelekwa Kenya. Nikasoma Lamu kwa masharifu kule. Kisha nika muda mfupi tu, kisha nikaja Tanga. Sasa zile safari ya kwenda na kurudi, hawa vijana nilokuwa nao, wengine hata watu wazima, sasa wewe unasoma nini? Sisi hatuelewi unachokisoma. Unasoma kitu gani? Sio sasa mtu akitoka sasa yuko Modio, yupo Kilinjiko. Ushaelewa, mwingine huyu yuko Mbale Uganda. Sasa wewe Tanga, Dar es Salaam au Kenya unasoma kitu gani? Lakini leo nadhani walikuwa wanajua nasoma nini kabisa. Lakini umetaja hapo Mombasa, kule Kenya, Lamu na Tanga. Haya maeneo yana mchango gani hasa katika elimu ya dini ya Kiislamu? Okay, kwanza historically tu ni kwamba pwani yote hii, tukizungumzia pwani inajulikana kijiografia. Haya ni maeneo ambayo yalipokea dini ya Kiislamu. Sasa kuna maeneo mfano kama vile Zanzibar, ukisema Tanga, Mombasa, hususan Lamu, ni maeneo ambayo yalifikiwa na mashehe wengi walioleta Uislamu kutokana na njia ya bahari tangu kabla ya miaka 1000 2000 nyuma huko. Sasa ni huko mwanzo, ukienda mfano hata Tanzania yetu, ukienda Kilwa, umeshaelewa, kutaja Kilwa, Kivinje, Kilwa Masoko, Kilwa Kisiwani, ni miji ya Kiislamu full. Sasa huko ndio watu tulikwenda. Mfano kama Lamu, kwa zamani kusema umekwenda Lamu, sasa hivi ndio kama useme umekwenda Oxford kutokana. Ni kama mfano wa Katoliki, ukizungumzia maeneo kama Peramiho, Songea Rombo kule, Kibosho. Sasa ndio pwani yetu, ukizungumzia Lamu, Zanzibar na Tanga. Na utaona ukifika, utaona kuna marakiz tunaita zile center za ufundishaji tofauti na miji mingine.
kwa programu iliyokuwepo kule na syllabus zake. Kwa hiyo mtu ulikuwa huwezi kujifaharisha umesoma dini kama hujasema mimi nimesoma Zanzibar, Madrasatun Nur kule wanaita Ukutani, au kwa Tanzania huwezi ukasema watu wakakubali kama unasema mimi sijasoma Tamta kwa Sheikh Muhammad Ayub kwa mfano. Sasa natamani kujua, wakati unajua mimi nataka kujifunza vitu vingi, wakati unakuwa umekuwa kijana sasa, hiyo jinsi ulivyokuwa serious na mambo ya dini, na kama ulivyosema pia baadhi ya vijana wengine walikuwa kama wanakuogopa, ilikupa shida yote labda sasa ulivyofikia hatua ya kupata mwenza? Ilikupa shida yoyote kwa maana ya kwamba au ulitumia aya na hadithi? Ilinipa tabu lakini si sana hivyo, kwa sababu nilifika level fulani, kama mnavyojua umaalumu wangu ni kuongoza. Nadhani hata umesema unanifuatilia sana. Birkis umesema kwamba hata kwenye daladala huwezi kuona watu wale watatu. Sasa hiki kiliniondoshea hofu kwamba kwa najua yoyote nitakayekutana naye ni rahisi kumbadilisha huko alipokuwa, ikawa nikamshape ninavyotaka mimi katika tabia, katika namna hiyo. Na hata wakati mimi naingia katika masuala ya kutafuta mwenza, yeye na mimi muonekano kwa very parallel. Sasa hivyo Walidi alivyo, walikuwa labda nitampata mtu nikabu ni sana, no, namtaka huyu nimtengeneze navyotaka. Na akatengenezeka alhamdulillah. Kwa sababu kama unavyojua ukiingia katika familia usijitizame wewe tu na yule unayempenda, lakini kesho na kesho kutwa unatarajia kupata watoto. Sawa, umefanikiwa sana alhamdulillah, umefanikiwa vizuri. Kwa hiyo na naamini pia hata sasa hivi atakuwa anafurahi. Atakuwa au watakuwa? Sasa mbona unacheka ndugu yangu? Umeamua kufanya kwa wingi wake. Ndio, mashaallah. Safari hii kufika kuwa sheikh wa mkoa, umepita kuwa imam wa msikiti wa Kichangani kwa miaka, ilikuwaje pale Kichangani? Tuanzie nyuma kidogo. Unajua nilivyorudi hapa sasa, kwamba ndo nisharudi, nilifikia mikononi kwa wazee wangu. Na kwa wakati ule wazee walikuwa kiushirikiano sana. Kumbe nilikuwa kama mtu, kama tunda niseme wazi tu, linalosubiriwa hapa Dar es Salaam. Kwamba lini atarudi mtu huyu au mtoto huyo, kijana huyu tupate kumtumia. Kwa baada ya kufika kwa mzee aliniambia, wewe alhamdulillah shakusomesha, mimi jukumu sina lako tena. Sasa kipindi hiko walitokea watu mfano kama Sheikh Kasim Juma, mshabara kumsikia marehemu, mzee Abubakar Milima, watu kama hao ni watu ambao wao wako katika mambo ya dini. Hawa ndio walikuja kwa mzee akasema tupe sisi. Kwa nikaanza kazi zangu za uimamu msikiti wa Mtoro kama mmoja wa maimamu wakati ule. Lakini wakati niko huo kipindi hicho niko Mtoro, ndipo nilipochukuliwa sasa kuja Kichangani. Ambapo bwana huku kuna kijana mmoja ambaye nilisoma naye mimi, marehemu sasa hivi, aliambia bwana kule mbali hapa Kichangani. Wakati ni msikiti mdogo sana na kama vile hakuna kitu, ni mabati tu. Kwa nikaanza pale kazi zangu kujitangaza na kujionyesha rasmi. Jukwaa langu ni Kichangani katika mwanzo wa miaka ya 90, 92, 91 huko. Miaka zaidi ya 30 sasa. 30 na. Unasema Kichangani ilikuwa mabati tu. Sasa Kichangani ambayo tunaifahamu, tunaweza tukaona picha zake hapa. Kupata msikiti huo wa Kichangani ilikuwaje? Historia ni ndefu. Kama unavyojua Kichangani ni jina la msikiti, lakini msikiti huu upo chini ya taasisi inaitwa Tanzania Islamic Center, ambao pale ndio headquarter yake. Kama unavyojua uongozi ulikuwa mahiri mzuri, ulikuwa ukitafuta zaidi namna ya kujiendeleza. Kwa hiyo katokea kwenye kuomba misaada mpaka kaja hii familia ya Zaid Al-Nahyan. Huyu alikuwa ni mfalme wa Al Ain, nchi za Emirati. Ndio akaja kukubali kusaidia kujenga msikiti ambao nadhani project ilianza katika mwaka 95. Imeenda mpaka ilipofika kwenye 98 ikawa imekamilika na mpaka pamefunguliwa.
lakini huko safari ilikuwa ishaanza. Walikuwa wanapenda kuona ramani kama hiyo, na wenyewe walikusudia pawe polytechnic pale. Na ni miongoni mwa alama za misikiti mikubwa hapa kabisa Dar es Salaam. Na si alama tu, wenyewe waliokubali kujenga huu msikiti walikusudia hasa uwe ni msikiti mkubwa zaidi katika misikiti inayopatikana katika nchi za jangwa la Sahara. Okay. Kwa sababu ukiutizama kwa macho huwezi ukauelewa wote, lakini nitakupa tu uonyesha ukubwa wake. Nadhani kwa Tanzania ni bado msikiti mkubwa zaidi, kwa sababu swafu moja ya Kichangani inachukua takriban watu 150. Okay. Na zipo swafu zinafika karibu 60. Kwa hiyo takriban ukiingia msikiti wakajaa sehemu zote ni watu 10,000 wanaingia ndani. Watu 10,000. Na mimi napashukuru sana kwa sababu ukichukua ndani ya miaka 30 kila Ijumaa unasimama mbele za watu 10,000. Ni jukwaa la kutosha sana. Unadhani jukwaa hili kuna namna lilikusaidia pia katika nafasi ulionayo hivi sasa? Sio nadhani, na hakika mchango mkubwa wa maisha ya Walidi huyu ni Kichangani. Ni Kichangani. Napaheshimu, napashukuru sana. Na namshukuru Mungu pia kwa sababu kufanya kazi sehemu kubwa kama hiyo takriban kwa muda wa miaka 30 na kitu, huna kware, huna kungwao, na watu kawa bado wanakukubali, ni kitu cha kunyosha mikono juu. Na huwa unakwenda mara kwa mara hata baada ya kuwa shehe wa mkoa? Nakwenda sana, na hata Ijumaa iliyopita nilikuwepo pale, na natarajia inshallah kesho Ijumaa nitahutubu hapo. Inshallah. Lakini zipo changamoto ambazo huwa zinatokea ndani ya misikiti. Changamoto za ndani ya misikiti zipo na huwa zinazungumzwa sana. Zimekujenga vipi kama umekutana nazo ndani ya msikiti wa Kichangani? Kutokana na malezi nilokuwa nayo, nimesoma maneno anayosema Mungu, lakini Mtume, hata na wazee. Sasa bila ya changamoto huwezi kuendelea. Siku zote kosea ujifunze. Sasa kitu nilichokisoma mimi, zile changamoto nilichukua ni kama chachu ya maendeleo. Na ni kweli hakuna kitu kigumu sana kama kuongoza, hasa kuongoza mambo ya kiimani. Kuna tofauti ya uelewa watu namna wanavyokuchukua yale maisha yenyewe kwanza mpaka yanakuja kufunguka, sio mchezo. Kwa hiyo changamoto nyingi. Nilifika wakati mimi nilikuwa naiogopa Ijumaa. Kwanza naenda kuongea na nini na watu. Kwa hiyo wiki nzima mimi naogopa Ijumaa. Maana yake ni kwamba nikimaliza Ijumaa, kuanzia Jumamosi najiandaa na Ijumaa ijayo. Hilo. Kwa hiyo kwangu ni maisha magumu sana. Halafu baada ya kusema nakaa nasikiliza watu wamepokeaje. Hiyo moja ni katika changamoto kubwa. Na wakati ule kabla ya mitandao ya kijamii ijaanza, ilikuwa nikimaliza kusema tu magazeti ya kesho yote nanunua mimi. Kuangalia. Na nakuta na sasa ilikuwa nimenipelekea kutafuta habari kama nyinyi tu, kwamba kama mwandishi wa habari, kama mwandishi wa habari, mtaani kuna nini nikawaambia tu, lakini majumbani kuna nini nikasema. Sasa Sheikh Walid, naomba nikurudishe kidogo kwenye ujana. Unajua mimi napenda sana kufuatilia unapozungumzia masuala ya vijana. Wewe umepita kwenye ujana na kimsingi wewe sio mzee sana sasa hivi, unaweza kusema bado kijana, lakini tunazungumzia ule ujana wa kijenzi fulani hivi miaka 20 hapo mpaka 30. Kuna jambo gani kama kijana ambalo umewahi kulifanya na unajutia, pengine ungepata nafasi nyingine ungelirekebisha? Ambao ni kama kijana umefanya ukiwa katika ujana? Labda ule unajua kijana ndo kijana. Sasa kijana ni maji ya moto. Hata ukizungumza namna unavyozungumza ujana unavyosema katika vitabu vya dini ni kwamba pale ndo sehemu ya ukorofi, lakini Mungu anaita ujana ni nguvu. Nakumbuka mimi nilikuwa napenda sana sinema. Na msukumo wa wazee wangu ulikuwa wakilipinga lile jambo kidogo. Kwa hiyo kama kijana kila nikikaa nakumbuka mimi kwa kila Alhamisi natoroka nyumbani. Wakati ule kuna mambo ya Avalon, Empire, Empress, driving cinema. Sasa nikumbuka wale watu wa Avalon kwa kila Alhamisi wanatoa picha mpya. Kwa hiyo
kuikosa ile kwangu ilikuwa tabu sana. Sasa namna gani natafuta pesa ya kwenda kule nikiyakumbuka hayo basi. Kwa hiyo ilikuwa ni kama ulikuwa kama kauraibu fulani hivi, kama addiction fulani. Uteja kabisa. Uteja fulani. Kwangu ilikuwa uteja. Na kimsingi hapo wapo vijana wengi hivi sasa katika kizazi hiki wanateswa sana na uraibu. Unaweza ukawa vitu mbalimbali. Najua unafahamu, hatuwezi kutaja vyote. Unazungumziaje swala la uraibu na masuala ya imani? Inaweza vipi kumwathiri kijana katika hatua zake za kiimani? Kusema kweli, uraibu kama uraibu, kabla ya kuangalia masuala ya kiimani, ni mvuto wa nafsi. Hakuna mtu anakuja anazaliwa na uraibu wa kitu, lakini vipi anakuwa mraibu mfano wa sigara, anakuwa mraibu wa ugoro, tuende mpaka mambo ya cocaine, Mungu atuhifadhi. Amen. Ni kutizama amekaa na nani, yani anaona nini, anasikia nini. Umeelewa? Kwa hiyo kikubwa ninachozungumzia mimi hapo sasa nije kikazi zaidi, ni kuhakikisha na kuwa makini kwa vijana wetu wamezungukwa au wanaishi na nani. Sawa? Lakini kabla hatujafikia hapo, ni maneno gani umemwambia kwanza kijana kabla hajakutana na watu? Nitakupa mfano. Kama nimesema nimepita katika makuzi ya kawaida kabisa na nimezaliwa katika miji mikubwa kama Dar es Salaam ndio nilipozaliwa. Lakini nimeishi Mombasa, nimeishi Tanga, ni miji ambayo ina vitu hivyo. Wengi katika marafiki zangu walikuwa ni waraibu. Nakaa na watu, natia nao story, lakini watu wanavuta sigara. Lakini kuna wengine watu wa mabangi humo. Lakini kitu gani mimi akijaniingiza basi? Ni yale maneno nilikuwa naambiwa kwanza na mama yangu. Maneno ambayo nilikuwa naambiwa kwanza na mzee wangu. Niwape kitu kidogo. Nakumbuka siku moja mamangu mimi anasafisha nguo. Aliwahi kukuta filter ya sigara. Sinajulikana? Kwenye nguo yako? Kwenye nguo, kaptula ya kwako. Anaitoa, anampa mdada kazi akaifue. Kupekua, labda sije kakuta kijembe au upini, akakutana na filter ya sigara. So, sigara huku mwisho na ile kaikuta. Kesi yake ilichukua karibu mwezi mzima. Vipi imeingia katika mfuko? Lakini ilikuwa sio ya kwako. Utoto unajua sio unaokota chochote. Unaweza kuokota chochote kati ya mfukoni. Basi ile ilikuwa ni kesi kubwa, nakumbuka mpaka leo. Ilikuwa akiniadhibu, akinifuata akatumi mpaka bafuni. Akikumbuka tu, hebu niambie ile sigara ulipata wapi? Mwezi mzima jambo aliishi. Lakini hapo Balkis, kwenye uraibu Balkis, samahani, nataka nijue. Unajua changamoto ya uraibu Balkis ni kwamba vijana, mimi nafahamu kwamba vijana wengine wameingia kwenye uraibu ambao wanawatesa. Unatamani kuacha na wanashindwa. Vijana wa kiume kuna uraibu ambao najua ukizungumza tu hivyo kwa haraka unakuwa unaelewa. Lakini pia siku hizi pia kuna uraibu hata wa kutumia simu. Mtu mwingine akiamka tu asubuhi ile amefungua macho tu, yeye ameshika simu. Kuna mwingine, yani uraibu wa namna tofauti. Na wakati mwingine kuna ile hali ya kwamba unavyokwenda msikitini anasikiza mawaidha, anatamani kuacha mambo yale, lakini anashindwa kutokana na yale mazoea. Kwa uzoefu wako, nadhani kijana anaweza vipi kuondokana na hiyo hali? Sasa nimekupata vizuri. Kesha ingia katika uraibu, vipi anataka kuondoka? Akubali kuumia kwanza. Kutoka hali, unajua tatizo, mabadiliko yapo katika kila hali. Lakini vipi unatoka katika hali kwenda hali nyingine? Kitu cha kwanza ni kukubali kuumia. Kukubali kuumia. Tuchukue mfano, ulikuwa unavuta sigara mpaka imefikia kwamba kila siku unavuta paketi moja. Kuiacha hii lazima uumie. Sasa haya maumivu ya kuyapitia ambayo itachukua kwa muda mfupi tu, uyakubali yale kwanza. Na kitu cha kwanza kabla ya kukubali maumivu ni ile sisi tunaita al-azmu al-jazim, yani maamuzi ya kweli kwamba mimi nilikuwa navuta sigara, sasa sigara sitaki. Kwa chochote kitakachotokea katika maumivu na nini nikipokee. Sawa. Kuna watu wana uraibu wa mambo ya wanawake, kuna wanawake wana uraibu wa mambo ya wanaume. Umeelewa? Kuna tofauti. Kwanza unaita al-azmu al-jazim, ni kujifunga kwamba jamani, hili jambo mimi sasa sitaki tena. Kikweli sio, ushaelewa? Baada hapo kuna matokeo. Yale matokeo kuna kuumia kwanza, kisha unafanikiwa. Lakini hapo pia Sheikh Walid, umekuwa ukijikaribisha sana na hawa watu ambao nirudi hapo unaweza ukaita waraibu wa namna tofauti. Hawa vijana ambao
wanakaa katika vigenge vilinge tofauti tofauti na kwenda kuzungumza nao, kuwavuta na kuwahubiria pia maneno ya imani. Wanakupokeaje na unafanikiwa kwa kiasi gani katika mazungumzo yako pamoja nao? Swali zuri. Kwanza, nafasi yangu mimi ni daktari. Yani daktari wa binadamu. Ni daktari, so daktari ule wa magonjwa kama homa nini. Yani mimi nimejiweka ni mtabibu wa tabia. Okay. Sawa. Daktari wa tabia. Daktari wa tabia. Hiyo nimejiweka kwa sababu ndio maneno ya Mtume. Mtume sasa, inama bu'ithtu liutamima makarimal akhlaq. Nimeletwa kukamilisha maadili, kufundisha maadili. Sasa raha ya kisu kikate. Sasa mimi najikuta kwamba sina haja zaidi na mtu aliyokuwa msikitini. Mimi na haja ya mtu ambaye yuko nje anaogopa msikiti. Kwa natafuta kila aina ya njia nimwendee yule. Mwanzo watu walikuwa wanielewi. Vipi wanaweza kunikuta maskani tu nimekaa. Tena nacheza draft, nacheza carom, nashiriki mambo ya mipira na nini. Naweza hivyo. Walitarajia mimi wanione kuta niko msikitini kwa mfano. Hapana. Hawa nawataka hawa. Kwa hiyo naweza nikaacha kazi zangu zote, miongoni mwa mambo nitafute maskani moja naona kwamba vijana pale wamepotoka sana. Kwa njia ya kawaida tunakwenda kukaa nao na kila story. Labda wanasiwasi kwamba wanaweza kawa wanatamani kuwavuta afu wao ndo wakakuvuta huko. Kwa sababu mimi nimekwenda kwa lengo maalum. Si rahisi. Nimekwenda, nilikaa maskani moja muda mrefu sana, kwa muda miaka 9. Miaka 9. Ukilikuwa ukinitaka kuanzia saa 9 mpaka saa 12. Tena watu walikuwa wanajuana kabisa. Ukimtaka Walidi saa 9 mpaka nenda sehemu fulani utamkuta. Ni maskani ya ovyo kabisa. Nakaa hapo kwa sababu muuni leo hii watu wote lejenwa, mimi jina la uhuni sina, na wale watu pale haitwi hata mmoja muuni. Kwa sababu nakumbuka hata siku nilovunja kikao pale, walitokea watu wawili wakaambiana maneno ya ovyo ovyo. Katokea huko mtu anamtukana. Yule mmoja anamwambia, bwana niache mimi siku hizi na swali bwana. Hili jawabu hili nakufa nalo kwa uzuri mpaka leo. Mimi hebu niwache bwana, mimi siku hizi na swali. Na mimi kwa lengo langu niende pale ili wapate kuswali bwana. Sijui umeelewa. Kwa hiyo wewe ni kiongozi wa dini katika nyakati ambazo mimi bado nazungumzia vijana, kwa sababu wako katika nyakati zenye mambo mengi, utandawazi, matamanio ya kutaka uhuru zaidi. Kwa mfano kuna baadhi ya vitu katika dini ya Uislamu hivyo traditionally, kwamba kwa mfano unaona kama Balkis alivyovaa sitara na nini, lakini kuna wengine unakuta ni mabinti wa Kiislamu hawataki tena, wanaona kama ni mambo ambayo yamepitwa na wakati na vitu kama hivyo. Yani tuko katika ulimwengu ambapo watu wanataka uhuru zaidi. Hii inakuathiri vipi katika kufanya majukumu yako kama kiongozi wa dini? Kwanza inani inspire zaidi. Mimi nikitoka nyumbani, kabla sijakuwa shehe wa mkoa, nilikuwa nikitoka nyumbani na walikuwa na hesabu kama nakutana na mabinti ni wangapi wamejistiri. Kisha sieleweka, siwajui, lakini nikitoka Magomeni mfano mpaka Kariakoo, nikitembea sana kwa miguu, nikimwona huyo 1 2 3 4 5 na nikirudi, kisha napata asilimia kwamba tumefanikiwa kwa kiasi gani au hatujafanikiwa kwa hiyo. Mimi mwenyewe nilijipangia. Kwa siku nikikutana nimepishana na mabinti 20, kwangu mimi ilikuwa ni faraja kwamba ngoja niongeze tena 22, 23, 24. Ushaelewa vizuri. Na hichi kitu cha uhuru leo ukiniuliza, juzi mtu anaambia mbona uko sana katika mitandao ya kijamii siku hizi? Nikasema kwa sababu sio mimi tu, na wenzetu wengi wako humo. Waharibifu wote wako katika mitandao. Na sasa hivi umesema kuna uraibu, mtu akiamka asubuhi kitu cha kwanza anashika anapitia kurasa zote. Kumbe watu wako huko, acha na mimi niingie huko. Kwa unajua mtu atascroll atakutana na mimi yangu moja tu. Na hiyo na wewe umo atavuta, ataangalia mpira, ataangalia muziki yake, nimetokea mimi. Akinisikiza dakika zake 3 tu ikesha kuwa wangu. Kwa hiyo natumia. Na hiyo njia unahisi umefanikiwa kuitumia kwa ukubwa kiasi gani? Alhamdulillah. Yani nashukuru na namshukuru Mungu sana. Mwanzo alikuwa muoga kidogo. Kwamba nikiingia huko nitapona mimi, si nitatukanwa. Kama solo unaweza kumbe kule kutukanwa ndio kutanipandisha. Leo niwaambie
Bilqis na good luck. Mimi mwenyeji sana duniani. Yani nichukue sasa hivi nipeleke Uganda, utasema nimezaliwa kule. Nichukue kanitupe Dubai, utasema nimezaliwa kule. Popote napokwenda. Hata juzi nakumbuka nilikwenda nje ya nchi, niko kwenye lifti, nikakutana na mtu kanitizama, nikajua huyu ananijua, lakini ngoja mimi nikauke kidogo, na excuse me, I'm with the Sheikh Walid. Nikamwambia yes, exactly. Nikakutana na mtu, yani tumepata udugu pale. Ni mitandao ya kijamii. Kwa hiyo kazi yangu sasa hivi, ukiachilia mbali kule katika maofisi, misikitini, katika majukwaa mbalimbali, pia na vipindi maalum na kurasa humo kwa ajili ya urahisi. Huko nimekuta kuna watu wengi na huo urahisi ambao unautumia kupitia mitandao ya kijamii, jumbe ambazo unazipeleka sasa, unadhani zinaleta manufaa kwa jamii na mabadiliko ambayo wewe unayafikiria na kuyatarajia? Kwa asilimia kubwa sana. Kwa sababu nadhani nyinyi wote mashahidi. Unaona kila siku asubuhi nitakuwa na yule mtu ambaye kwamba watu washamkatia tamaa, lakini anakuambia wewe ndo babangu, wewe umenisaidia. Sijawahi kukaa naye popote, sijawahi, lakini ananiona huko. Kwangu mimi ile ni mahesabu ya kusema nimefanikiwa kwa kiasi fulani. Kwa nini? Kwa sababu kwa nature ya kazi yangu mimi, anaposema Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema la an yahdiya Allahu laka rajulan wahidan khairun laka min humuri ni'am. Mungu akijalia akaongoka mtu mmoja tu kupitia ulimi na kinywa chako, hili jambo ni bora kwako kuliko kupewa mali za dunia nzima. Mtu wangapi? Mmoja tu kaongoka kupitia kinywa chako, ni jambo bora. Kwa hiyo mimi nakutana na wengi, sio mmoja, wengi. Katika dunia ya sasa kuna kama approach, mnaweza nikaziweka katika makundi mawili za namna ya kuwavuta watu wamfuate Allah. Kuna hiyo ya kwamba watu wahubiriwe, alafu wao kwa uhuru wao waamue watafuata au wasifuate. Alafu kuna ya pili ya kuwawekea mazingira ya sheria za kuwadhibiti, kama ambavyo tumeona katika baadhi ya mataifa yakifanya hivyo, kama Iran, kwamba lazima ufanye hivyo, uruhusiwi kufanya hivi, uruhusiwi kufanya kile. Ipi kati ya mitazamo hiyo miwili ambayo unaiamini? Ile ya kuwaachia watu wafikiri. Kwa mujibu wa sisi, Mungu anasema la ikraha fi din, hakuna kuwalazimisha watu kuingia kwenye dini. Ndio. La ikraha fi din qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. Wewe kazi yako waekee watu njia wazi tu, huku kulia, huku kushoto, hapa juu, hapa chini, wachague wenyewe. Wachague. Wewe kazi yako, unakiona kitu unakisema tena kwa polite. Mtume anasifiwa na Mungu, anambia fabima rahmatin min Allah linta lahum, kwa sababu ya rehema ya Mungu umekuwa laini kwao. Ule ulaini ndio kitu kivutio zaidi. Jana kuna mtu nimemwambia, aliniuliza swali kama hili. Tizama, moja katika binadamu ni Firauni, Farao yule Misri. Yule alifikia pahala kujiita Mungu. Hivi kuna kosa kubwa katika makosa zaidi ya mtu kujifanya mimi ndo Mungu? Asa ana rabbukumul aala, mimi ndo Mungu wenu. Anawaambia watu wenziwe. Mwenyezi Mungu anamtuma Mtume Moses pamoja ndugu zake, nendeni yule kamwambieni maneno laini ili apate kufanyaje? Kuongoka. Hakumwambia kajiita Mungu, haya kamchinjeni, kamfungeni. Idhaba ila firauna faqula lahu qawlan layyina. Mimi naipenda hii aya. Nendeni kwa Firauni kamwambieni maneno laini mepesi ili aongoke. Kwa hiyo moja katika vitu watu wa nafasi yetu sisi wanawakosa watu kwa sababu ya ukali. Watu kila mmoja ana stress zake, kila mmoja ana matatizo yake, lakini kila mmoja ana uoni wake. Haina haja kumkaripia. Lakini hiyo ukishusha katika ngazi ya familia, wazazi, walezi wanaweza kuwasaidia vipi watoto wao kuweza kufikia malengo yao, kuwajenga pia kimaadili kwa kutumia maneno laini na sio kutumia nguvu kwa watoto? Kila kitu cha kwanza kiwe urafiki tu kwanza. Mzazi awe rafiki kwa watoto wake au familia yake. Kama vile kati ya mume na mke, kitu kinachojenga zaidi ni ule usuhba. Asijiweke mmoja nafasi zile zipo tu, lakini kama unataka kuzifikia zile zaidi, hebu kuwa rafiki wa hawa tunawaongoza.
mimi nadhani walioishi na babangu pamoja mimi waliona mpaka mzee anakufa, mimi naye tulikuwa marafiki sana, marafiki. Yani sikupata hata siku moja mimi kumwogopa mzee wangu, tena hata bi mkubwa. Mpaka leo mimi naweza kumuita kija kazi uelewa, namtania. Nadhani ule urafiki wao kwangu ulinipa nafasi ya kuona, ngoja niwasikilize siku moja. Sasa sisi tunapokosea wakati wetu tunakwenda katika adhabu na kuhukumu kabla ya kuelekeza. Elekeza, alafu unamwambia mtu faida ya kile kitu na madhara yake, na mifano mingine ilikuwa ya wazi zaidi kabisa. Nitakupa mfano. Mimi nilikuwa nacheza sana mpira, napenda sana kucheza mpira na nilicheza kwa sababu mazingira niliozaliwa mimi ni watu wa mipira. Mzee wakati anataka kuniondosha kwenye mpira alikuwa anambia iko siku utavunjika mguu wewe. Ndio. Na kweli siku moja nikavunjika mguu. Kana haya. Alisema mzee. Alisema mzee. Ila hakukuondoa kwa lazima. Sasa unazungumziaje kuhusu kudeal na kizazi kinachoitwa Gen Z? Watu wengi wamekuwa wakikilalamikia kwamba ni kizazi ambacho labda hakina adabu, imeshuka, yani wanafanya mambo bila kufikiria, wanataka mambo yatokee haraka haraka. Yani hasa watu wenye umri mkubwa wanakuwa wanashutumu sana hawa vijana. Wewe mtazamo wako ni upi? Sababu yake ni sisi wenyewe. Sababu yake ni sisi wenyewe. Ni lipi neno la mwanzo tuliwaambia wale watoto? Ndio. Ni mifano mingi, lakini neno langu la kwanza ni hilo. Hivi hawa tunawita Gen Z, tunawalaumu hivi sasa. Tuliwahi kuwaambia uwepo wa Mungu katika maisha yao? Ndio. Swali hilo. Tuliwahi kuwaambia kwamba pamoja na juhudi za kibinadamu lakini Mungu naye ana majaliwa yake? Tuliwahi kuambia neno kama hili? Hili neno halipo. Tunaamka asubuhi, tunawaamsha watoto wetu. Kitu cha kwanza tunamtishia shule. Tunamtishia shule. Wewe kalale kesho shule. Kalale mapema kesho shule, itakuacha school bus. Wale watoto wamekuja na hiyo. Tena bana, shauri yako, usiposoma wewe, usiposoma utakuwa mtumwa. Usiposoma utakuwa mtoto wa mitaani. Sasa huyu anakutii wewe mpaka anasoma na anamaliza, kisha hana kazi. Unafikiri lakini kumbe ilikuwa tumwamshe mtoto first of all, ya kitu ambacho tunataka tumwambie bwana kalale mapema ili upate kuabudu asubuhi. Swala alfajiri. Swala alfajiri. Sawa. Kisha akisha swali, nenda shule sasa. Kamtanguliza nani? Mwenyezi Mungu. Nimeeleka vizuri. Huyu sasa pamoja na kusoma kwake na juhudi zake na uhodari na kipaji atakachokuja nacho, lakini itakuwa bado anamsubiri Mungu. Iko siku atajua kwamba wakati wa Mungu ndio wakati sahihi. Ndio. Lakini sisi hatuwapeleki watu kwa Mungu, hatuwapeleki. Ndio hii tabu unaona. Hasira zao zipo kwetu. Sasa nitakupa mfano kidogo katika swali hilo. Mimi babangu alinipitisha humo, namtaja sana mzee, Mungu amrahamu. Amen. Siku moja aliwahi kumuuliza baada ya kuona kuna tofauti ya nyumbani kwetu na nyumba za jirani. Makochi kama haya kwetu sisi ilikuwa hakuna. Lakini nyumba ya jirani yapo. Yapo. Nikamwambia mzee, mbona sisi hatuna makochi? Kule kwa mzee Shomari hapo. Hilo swali hebu unaulizwa wewe sasa hivi unakuwa. Akanambia nitakuonyesha anayetoa makochi. Alikuwa driver taxi babangu pamoja na walimu wake. Alinichukua siku hiyo tukakaa Magomeni pale stendi. Gari, simajua taxi zamani zilipanga zile. Watu wanakuja wanapanda hii, wanapanda ile yetu sisi. Hakuna. Akaniuliza mzee, hao watu wameitwa au kwenda katika magari mengine? Nawaona tu. Akambasi wetu sisi atakuja. Atakuja. Itafika wakati wetu atakuja. Na kweli baada ya masaa 4 mangapi si akaja abiria mmoja. Namkumbuka mpaka leo. Akabageni na mzee, tukaenda Kagera tukamchukua mgonjwa, tukampeleka Indumanda, akarudi akisema hii ndio ilikuwa riziki yetu sisi. Kwa na sisi iko siku makochi atakuja pale nyumbani, Mungu ataleta. Kabisa. Ni kubwa sana ambayo kimsingi ukikaa na Sheikh Walid unaipata kila
kukicha, lakini sasa kukutana naye hivi ni bahati zote. Kwa hivyo tunaendelea kupata kule ambapo wanatuambia anatumia sana pia mitandao ya kijamii. Sheikh Walid, hali ya taifa sasa hivi inaonekana inafahamika. Tumetoka kwenye kipindi kigumu kidogo. Sasa haya yote ambayo yapo moja kwa moja mustakabali wake ni maridhiano, kuweka mambo sawa mezani, yazungumzwe na taifa lirudi katika hali yake ambayo ilikuwa. Ni kwa namna gani wewe ukiwa shekhe wa mkoa unaona kuna umuhimu wa maridhiano katika taifa letu? Kwanza sharti niseme wazi kabisa, tukubali kule tulipotoka. Umesema kwa tafsida, lakini nadhani kusudia sasa hivi imeonekana kuna ombwe kubwa na mpasuko wa kiimani katika nchi yetu. Turudi kutokana katika maneno yale ya waasisi wa taifa letu. Taifa halina dini, taifa halina dini, lakini watu wa taifa, wananchi wenyewe wana dini zao. Hili lilikuwa neno kubwa sana, kwamba kila mmoja abaki na itikadi yake. Yani tukubaliane kutofautiana katika itikadi zetu. Tukubaliane. Tunapokwenda sasa katika taifa, tuweke ule utaifa wetu mbele, ule utanzania wetu mbele, sawa? Turidhiane katika hali hiyo, sababu tunakuta huku kwetu sisi kuna kitu kimoja sana. Mfano, mnakutana Waislamu wawili na mmefika wakati wa kuswali, na nadhani mnajua sharti moja kubwa kwenye swala ni kuelekea kibla. Sasa tunatofautiana, mimi nasema kibla huku, mwenzangu anasema kibla kule, na wote ni Waislamu, si ndio? Sheria inasemaje hapa ya Uislamu? Sasa kila mmoja aelekee kibla chake anapoamini yeye kwamba huku ndo kibla. Tena mpeane migongo kabisa, huyu anaruku huku na yule anaruku huku. Mnaweza mko hapo, mko pale pale, Allahu akbar, Allahu akbar, sami Allahu wal hamida, mshatoa pa salamu, mnapeana mikono, mnapiga safari, maisha yanaendelea. Huo ni Uislamu peke yake. Je, Uislamu na dini nyingine au dini nyingine na Uislamu? Hapa tusijisahaulishe, mwanadamu ameumbwa na Mungu, kila mmoja anaona chake. Sasa kishafika pala kwamba hakuna tena kuonana kwa uonekano mmoja, ili maisha yaendelee, ona unachoona, twende. Naam. Na katika hilo ukiachana hizo tofauti za kiimani, zimeonekana tofauti kubwa sana na mipasuko ya kisiasa katika taifa letu. Na umesema kwamba mwenzangu katumia tafsida. Fikiri pia alikuwa anajaribu kugusia kilichotokea Oktoba 29. Sasa hivi tuko kwenye mchakato wa tume ile ambayo inaendelea, tutasubiri itatoa ripoti yake. Lakini wakati huu mambo mengi yanazungumzwa, na tumepata nafasi pia kuwasikiliza viongozi mbalimbali wakiwemo viongozi wa dini. Lakini wewe kwa maoni yako ama kwa mtazamo wako, unadhani kwa wakati kama huu kitu gani ambacho kinapaswa kufanyika katika taifa? Sawa sawa na mtu uliokwenda hoteli afa ukatoa oda ya chakula, nataka kuku wako, subiri uletewe chakula. Sio chakula kija kuja mezani unaanza kusema bwana chumvi hiyo. Nachokiona mimi sasa hivi ni watu wanagombania chumvi kabla chakula juu ya meza. Umeingia hoteli hivi, unadhani kama hatujakubaliana na kitu kama kile tume, kwamba leo kuna watu nawaona kwamba hatuwezi kuikubali tume kwa sababu fulani 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 fulani, akija mwingine pia mimi nitasema sikubali kwa sababu fulani yuko huko. Sisi tuangalie kazi, tuangalie lengo. Kwa hiyo hasa watu wa kiimani wasichanganye mambo ya imani katika mambo ya siasa. Kuchanganya dini na siasa ni kitu kibaya sana. Wenzetu wanapiga kelele na tusiombe yakatukuta huko. Mimi moja katika kazi zangu nakumbuka 1994-95 nilikwenda Rwanda, nilikwenda Burundi. Niliona aliyotokea kule. Tuyasikia hivyo hivyo katika mitandao na tuyasome kwenye magazeti. Yakija hapa chukua ni yule siku ya tarehe 29 ilikuwaje? Ni kujaribu visivyojaribika kabisa. Ni kujaribu visivyo. Mimi nawaombe watu, na pia tusimkufuru Mungu tukasema iti hali mbaya. Hali jamani,
ukweli kabisa nasema kama kiongozi wa kiimani, wa kidini, wa kiroho, mimi nilikuwa nasoma Tanga katika miaka hiyo, na sio zamani sana, miaka 70 80. Ilikuwa kutoka hapa Tanga, hapa Dar es Salaam mpaka Tanga kwa masaa 24. Masaa 24. Tena hiyo ndo bahati kubwa. Unaweza kwenda siku 3. Mtwara tu hapa. Watu wapiga wiki 2. Wiki hizi. Unaona Dar es Salaam na Zanzibar. Ilikuwa watu wanatembea kutwa. Kucha. Zanzibar. Sasa hivi juzi mimi nimekwenda, nimerudi, nikaenda kulala tena Zanzibar. Labda kutokana na tofauti, kuna watu tulianza nao na sasa tuna watu wengine. Lakini kwa kweli vizazi tofauti. Sasa sisi kazi yetu kuwaambia watu kwa vitendo. Kabisa. Hali hii tuliokuwa nayo tusije tukai kufuru. Mungu atatubadilishia. Mungu anasema inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mungu hawabadilishi watu hali kwenda hali nyingine mpaka wakubali wenyewe kujibadilisha. Ebu Bwana good luck. Hivi katika miaka 80 nadhani ulikuwepo. Tulikuwa tuna studio kama hivi. Bado nilikuwa sipo mkuu. 80 bado. 90 hapo. 90 sawa. Hivi 90 mwishoni. Hapana, 90 tulikuwa tuna vipindi vya live kama hivi. 90 nilikuwepo mwanzoni. Vipindi vya live kama hivi tu. Mimi niko hapa sasa hivi, dunia nzima inaniona na nyinyi. Tanzania hii. Tuwe wa kweli tu. Tanzania hii. Unachokigusia Sheikh ni kwamba kuna mafanikio makubwa sana ambayo Tanzania imeyapata kwenye sekta tofauti. Hiyo tu ni ishara ya kuonesha kwamba tunatakiwa kushukuru kwa aliyopo na sio kuongeza unaweza kusema kuongeza kelele. Kelele hizi hazitosaidia kuongeza mafanikio zaidi hapo pale. Mtu akataza kupiga kelele. Lakini je, anapiga kelele kwa muhemko au anapiga kelele kweli kweli? Sababu kuna mtu mwingine akakusudia tu kupiga kelele ili asikike. Lakini je, ni kweli? Na leo tukizungumza nchi kama Marekani mpaka imefikia pale. Kwa miaka mingapi? Miaka 200 huko. Yes. Kwa lazima mmoja katika wazee wangu aliniambia ukitaka kujua mkao wa mwezio tizama wewe umekaaje, ndio utajua umekaa. Kwa hiyo Marekani leo ukijua Marekani iko miaka mingapi? Unaangalia mkao wangu. Sheikh, tunakushukuru sana. Asante. Unaweza pia kutukumbusha tukiwa tunamalizia darasa lako ukiwa mudiri wa madrasa Tadhamun pale, huwa linakuwa ni kila siku ama? Mimi nasomesha kila siku kwa sababu ni markaz au ni kituo cha malezi. Kwa hiyo nafundisha kila siku ila siku ya Ijumaa kwangu inakuwa ndio siku ya mapumziko na vijana wangu. Na karibuni, nawakaribisha sana. Ndio. Magomeni Mapipa, mtaa wa Mkadini na Wazani Street. Mimi pale napokea watoto wale ambao kwamba wanaonekana wameshindikana. Tunaletewa wewe. Naletewa nao kusudi njoo. Wanaletwa kwa daktari bingwa. Kwa nakaa nao miaka 5 tabia. Na nafikia pahala kusema alhamdulillah pia nimesaidia kwa sababu takriban nikitembea humu unaona hata maimamu wengi wa misikiti ya jirani mpaka Pwani ni watu waliotoka pale. Na sasa tunakwenda mpaka mikoani zaidi. Kwa mimi nasomesha kila siku. Kuna darasa za live kama hivi na kuna darasa zile zingine tuna rekodi. Kwenye mitandao na ndio tunazipata na sisi wengine. Tunafundisha kila siku. Asante sana. Shukran sana Sheikh, tumepata kuzungumza mengi hapa. Tufanya mahojiano na Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam, Sheikh Walid Alhadi Omar Kawambwa, lakini pia huyu ni mwenyekiti wa kamati ya amani kwa mkoa wa Dar es Salaam na mudir wa madrasa Tadhamun. Haya ambayo tumepata hapa ni faida kubwa kwa jamii yetu kwa ujumla.